ameikosea. Toka agano la kwanza aliyoambiwa kwenye Mwanzo 12. Ni kweli alikuwa mwaminifu, alichukua hatua akaondoka. Kosa la kwanza, Mungu alimtaka yeye ndio aondoke pale kwenye familia ya babaye. Kwenye Mwanzo 12 pale utaandika kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Aondoke nyumba baba yake na mama yake. Yeye alichofanya akamchukua na Lutu ndugu yake akaambatana naye. Kwenye kuambatana na mtu kuna siri. Kuna watu unaambatana nao ni kaburi lako. Kuna watu unaambatana nao ni msiba wako. Kuna watu unaambatana nao ndio maskini wako ulipo. Anaweza kuwa ndugu wa kuzaliwa, anaweza kuwa hata baba yako wakati mwingine au mama yako, anaweza kuwa hata mtumishi wakati mwingine. Ni mtumishi wa aina gani? Amebeba nini kwa kakae mwana? Maana sisi tunamwita Bwana. Haleluya. Sasa sisemi mtu alikuwa mbaya, lakini mission ya Mungu haikuwa kwa habari yake na Lutu, ilikuwa ni habari ya yeye na Mungu wake. Yeye akaambatana na Lutu. Kumbuka Lutu alikuwa tajiri, naye alikuwa tajiri. Hakuwa maskini. Walipoendelea kwenda kwenye hii Mwanzo 15 sasa, bado Mungu anampa ahadi Abraham. Kwa kosa la pili, Abraham hakupandia matoleo, hakujua nini afanye ili kuthibitisha agano la Mungu kwenye maisha yake. Sikiliza. Kutamkiwa baraka ni jambo moja, kuthibitishwa baraka ni jambo lingine. Na kuthibitishwa ni jambo la pili. Kuishi baraka ni jambo la tatu. Na kuishi jambo la tatu ndio baraka. Kustawi kudumu hiyo baraka ni jambo lingine. Mungu angenitoa angesema amina Mungu. Hello. Naeleka vizuri eh? Naeleka vizuri eh? Unaweza kutamkiwa baraka, lakini kanuni za kuthibitishwa baraka ni zipi? Abraham ndio maana wakati Mungu anasema na yeye akamuuliza, napataje kujua mambo haya? Maana katika ulimwengu wa roho kwa njia hii maono ya ndoto, Abraham alianza kujua kwamba kuna kitu anatakiwa kufanya, lakini sio nifanye kitu gani. Ni wangapi mnapewa